Leo nataka nikufundishe baadhi ya mikato ambayo huwa tunaikata. Leo nitakusukia cornrow. Kama ukiangalia katika nywele zangu hizi, nimeshasuka nywele mbili, ya kwanza na ya pili, nikaruka, nikaenda nikasuka nywele ambayo ni ya tatu, lakini ile ukija kuangalia mteja akiwa amekamilika, ule ni mstari wa 5. Kwa hiyo zipo tekniki ambazo unapaswa kuzizingatia kupata baadhi ya mikato, na mimi nitaendelea kukufundisha hapa hapa. Kwanza kabisa, nimekata mstari wangu. Ukiangalia huu mstari nimekata kama kidogo tu kuja upande wa juu, alafu huku pengine nimekata mstari ambao umeshuka upande wa chini. Baada ya hapo nitarudi kwenye swala la kuongeza rasta. Mara nyingi huwa nakwambia, kabla haujaongeza rasta hakikisha umeiongeza nywele ya mteja wako. Hivi, ongeza nywele ya mteja kama hivi ambavyo unaona, kisha nenda kaongeze rasta yako kama tayari umefikia kwenye kuongeza rasta. Lakini kama ni unatafuta tu ncha, utaendelea kusuka mpaka pale ambapo utaona ncha yako imekamilika, ndipo utaendelea kuongeza rasta yako. Ni rahisi sana, naomba unifuatilie kwa umakini. Tumeanza kusuka mstari wa kwanza, mstari wa pili. Tukaruka, tukaenda kusuka mstari ambao ni wa 5. Alafu nikarudi kusuka mstari ambao ni wa 3. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu kuna mikato mingine lazima mistari mingine uwe tayari umekwisha kuisuka, ndipo uende ukaisuke mistari ile ambayo ilipaswa kuwa ni ya mwanzoni. Uongezaji wa rasta, utaongeza rasta, utasuka mara ya kwanza, mara ya pili utakwenda kuongeza nywele ya mteja kama hivi ambavyo unaona, kisha utarudi kuongeza rasta. Kwenye kuongeza rasta kuna mambo machache tu ambayo unapaswa kuyazingatia. Ubanaji wa nywele ni jambo la kwanza la kuzingatia. Ibane nywele yako vizuri ili nywele isiyumbe. Wakati mwingine ukiacha nywele kwa kulegeza, mwisho wa siku utajikuta unafanya kazi ambayo sio sahihi kabisa. Sawa? Kwa hiyo bana nywele yako vizuri. Aidha kidole cha katikati, kidole gumba au kidole cha shahada una uwezo wa kutumia. Mara nyingi hizo ni katika option ambazo huwa ninakupa. Tunaelewana? Lakini kama utakuwa una swali, niandike kwenye komenti. Juu pale nywele yangu mimi nimekunja kona. Nitakunja kona alafu nitarudi upande wa chini. Lakini kitu ambacho nimenoti kingine ni ukaaji. Yaani ukae wapi ukiwa unasuka line ipi. Kama umeangalia, mwanzoni kabisa nilikaa upande huu mwingine wa mteja, alafu baada ya hapo nimerudi upande huu mwingine. Kwa ni vitu vidogo vidogo nimekuahidi nitakufundisha. Nikukumbushe tu, na mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Chuo kinapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Kama una saluni yako, njoo ongeza ujuzi. Njoo, yani kama una saluni tayari umekwisha kujua, kuna vitu vingine ndani ya wiki tu unajua unaondoka. Kama una idea ndogo ndogo, unaweza ukasoma hata mwezi mmoja ukatoka vizuri kabisa. Sasa tumeshaongeza rasta yetu, imetoshea. Kwa hiyo hatutoongeza tena rasta, tutaendelea tuongeza nywele ya mteja. Utasuka mara ya kwanza, mara ya pili, utaongeza tena nywele ya mteja, utasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Kama utahitaji kumalizia upande wa chini kwa kuongezea rasta, kama mikia itahitaji iongezeke kidogo, tuna uwezo pia wa kufanya hivyo. Ni rahisi sana. Tunaelewana? Umeona mkato wangu ulivyotokea. Na kuomba sasa, kwa wewe ambaye unajifunza uko mbali, hauwezi kufika chuoni, unahitaji kunitumia feedback yako kwenye magrupu yangu ya WhatsApp. Ni bure kabisa, lakini hakikisha umeingia pale YouTube, umetafuta Farida Othman na umegusa button iliyoandikwa subscribe. Kisha njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika screen yako. Nitakutumia linki ujiunge na magrupu yetu. Sawa? Okay, line hizi tunahesabu line ya kwanza, line ya pili. Kwa hiyo ile pale tutaiona kama line ya 4, lakini kumbuka katikati tuna nywele ambayo bado hatujaisuka. Kwa hiyo hii itakuwa line ya 4 na ile ambayo tayari imeshasukwa upande wa juu itakuwa ni line ya 5. Naomba univumilie kidogo kwenye swala la mikato, video itabidi iwe ndefu kidogo ili upate kuelewa ni kitu gani ninazungumza. Sawa? Tunaelewana? Kwa hiyo ninaongeza rasta na malizia upande wa mikiani. Kama ukiangalia hapa mwanzoni nimeanza na rasta kidogo, nikaongeza mara ya pili, afu nikasuka nywele ya mteja kama hivi ambavyo unaona. Sawa. Kwa hiyo kwenye ncha unaweza kuongeza mara 2 mpaka mara 3. Ukapata ncha yako vizuri, ukaenda kumalizia tu usukaji ambao ni wa kawaida. Hebu naomba kwa wale ambao mnajifunza mikato, hichi kipande chenye line 5, hebu naomba mfanye mazoezi kisha mnitumie. Nijue kama
wanafunzi wangu mnaelewa kweli? Mistari hiyo 5 tu ya mwanzoni ambayo nimekufundisha hapo, na ifanyie mazoezi kisha unitumie. Baada hapo mimi nilienda kusuka laini ya 6 pamoja na laini ya 7, zimeanzia mbele kabisa huku. Sawa sawa. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo chetu, chuo kipo wazi, nafasi za kujiunga na chuo zipo wazi, chuo kimesajiliwa, tunafundisha kusuka nywele aina zote. Naomba nikwambie kwamba sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Final ilikuwa kama hivi. Karibuni sana mjiunge na chuo chetu, mafunzo ni ya uhakika. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, hosteli zipo. Karibuni.